Hello, mambo vipi mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji wa channel hii ya simulizi zetu. Nikukaribisha tena katika simulizi yako pendwa ya Sile Kaburi Isiyo na Jina. Tukiwa katika episodi ya 7. Msimulizi wako ni mimi Ananice. Karibu tufurahie na kufuatilia mauza ya kijiji cha Mpepo. Leo tukianzia kwa Mzee Maganga na Mzee Chiza, wenyewe waliendelea kupaka mikakati yao mibaya kumhusu Jetta. Na hapa anaonekana Mzee Maganga akisema, huyu mtoto tusipomuoa mapema tapoteza kila kitu. Mzee Chiza akajibu, wewe ndio ulikosea jana, ungemwacha baki pale ili wachawi wamchezee usiku. Halafu hakuwa anaelewa masharti mapya ya kijiji, lazima mzima baba yake ungemtokea, hapo tusingekuwa naye tena. Mzee Maganga ashusha pumzi. Tatizo ni kwamba mwanangu Maneno alimuona wakati anaingia kijijini, na Maneno ndiye aliniambia kuwa Jetta amerudi kijijini na aliniomba nikamsaidie. Si unajua ni marafiki kwao, nilifanya kwa ajili ya mwanangu ili aondoe hofu dhidi yangu. Hivi unadhani mwanao Maneno hatakuja kufahamu kama wewe ni mtu mbaya? Mzee Maganga akakaa kimya, akawa amempatia Mzee Chiza nafasi nyingine akaongea. Mwanao atafahamu tu, cha kufanya usiendekeze huruma. Kumbuka huruma yako itakuponza, tutashindwa kukupana na uchawi mweusi. Mzee Maganga akajibu, nimekuelewa mzee mwenzangu vizuri kama umenielewa. Mzee Maganga na Mzee Chiza wakaingia kwenye soga nyingine, wakakumbushana mambo mengi, hasa kipindi cha ujana wao. Mzee Maganga alisika akisema, wakati wa ujana ulikuwa domo zege, hata huyu mkeo wa sasa unakumbuka nikutongozea mimi? Wakacheka. Hebu nyamaza huko, mimi na wewe ni wale wale. Wewe ulishinda kumchukua mke wa Gregory baada ya Gregory kufariki. Mke wa Gregory ndio yule mama Jetta. Sikuwa nampenda, kama ningevutiwa naye lazima ningetia nanga pale. Mzee Chiza katabasamu na kusema, hebu tuachane na hii mada, maana mke wangu anakaribia kurudi kutoka sokoni, asije tukuta tunapeleka siri zetu za zamani bure. Basi leta bao tucheze, alisema Mzee Maganga. Hayo ndo maneno, nikikufunga utaninulia kawa leo. Haina shida, uwe leta bao. Mzee Chiza akasimama kisha kaingia ndani kwa ajili ya kwenda kuleta bao ili wacheze. Katika kijiji cha Utambi anaonekana Rea na rafiki yake Amina wakifanikiwa kufika mpaka ilipo nyumba ya mpenzi wake na Amina. Nyumba hii ilikuwa ndogo, iliyojengwa kwa muundo wa duara. Juu imeezekwa kwa nyasi ambazo zimependezesha sana na kuifanya kuwa ya kipekee miongoni mwa nyumba 3 zilizopangana hapa. Lea akasimama, wewe nenda, mimi nakusubiri hapa nje. Amina akajibu kwa akiwa anatabasamu, haina shida, nasema dakika chache tu nitoke, si unajua nimemisi ile mambo yetu. Wewe nenda huko, asubuhi unaweza ujinga tu. Lea akasogea chini ya mti uliopandwa hapa. Amina alipiga hatua mpaka ulipo mlango wa kuingia ndani ya nyumba ambayo anadai kwa kuna mpenzi wake. Akiwa amesimama mlangoni, moyo wake ukararuka baada ya kusikia sauti ya mwanaume na mwanamke wakiwa ndani ya nyumba. Amina akatega sikio vizuri, akasikia vicheko vya watu hawa wawili vikiwa vimeshamiri. Tena mwanaume wake akasikika akisema, chakula chako kitamu sana mpenzi wangu, unajua kupika kuanzia jikoni mpaka chumbani, nakupenda sana. Amina akatamani kufungua mlango kwa nguvu, lakini alijikuta akishindwa kufungua mlango baada ya kusikia sauti ya mwanamke. Sauti hii haikuwa ngeni masikioni mwake. Mwanamke alisika ndani akisema kwa kudeka, kwani mimi na Amina nani mtamu? Mpenzi wake na Amina akajibu, Amina ana lolote, kwanza ananuka shombo kama samaki. Tena leo akija nitamwacha hapa mbele yako. Kweli Clement? Ndiyo, siwezi nikamwacha Maimuna cha utamu nikaenda kumwoa yule mbweha. Maneno ya Clement ambaye na mpenzi wake na Amina yakazidi kumchoma zaidi ya Amina. Akashinda mpaka kufungua mlango, akawa amesimama kama mlingoti. Rafiki yake Lea akuwa amemuona tangu mwanzo. Baada ya Lea kutupa macho mlangoni, ndipo akamwona rafiki yake amesimama. Lea akashindwa kuelewa kwani kimempata rafiki yake. Akakohoa huku anasimama. Amina akageuka kwa huzuni.
machozi ya kuacha kumtiririka kwenye milima midogo ya mashavu yake. Lea akagundua huenda kutakuwa na tatizo kwa rafiki yake. Akasogea haraka mpaka aliposimama Amina. Akamuuliza kwa sauti ya chini, "Kuna nini?" Amina hakujibu. Akanyoosha kidole ulipo mlango wa kuingilia ndani. Lea akatega sikio ili afahamu ni kipi kinachomuumiza rafiki yake Amina. Macho ya Lea yakamtoka baada ya kusikia sauti za watu wawili wakiwa wanacheka na kufurahi ndani. Sauti hizi hazikuwa ngeni pia kwa yeye. Akamgeukia Amina huku akiwa na jazba kama yeye ndo amefanyiwa vile. "Amina, acha kulia, tuingie ndani. Kwa nini Maimuna kufanyia hivi na wakati ni rafiki yetu?" Lea alikuwa na kimuamua cha kutaka kuingia ndani ili wafanye fumanizi. Lakini Amina katikisa kichwa kushoto na kulia, ikiwa ni ishara ya kutokubaliana na alichokisema Lea. Lea akamshika Amina mashavu yake kwa mikono miwili akasema, "Amina shoga yangu, amka. Tumekuta eneo la tukio. Twende tuwafumanie. Unasubiri nini?" Amina akajiondoa taratibu mikononi mwa Lea, kisha akatembea kwa unyonge kuondoka eneo hili. Lea alitamani kuparamia mlango kabla ndio kafumania mpenzi wake, lakini naye alishindwa, akabaki akitukana kimoyomoyo, "Shenzi kabisa." Na yeye akaondoka. Amina hakutaka kukaa tena eneo hili. Akaanza safari yake kurudi Ikulu. Lea akamkimbia rafiki yake ambaye amepigwa na kitu kizito. Kwanza kamkuta mpenzi wake na mtu mwingine, alafu amesikia maongezi yao mabaya dhidi yake wakiwa wanaongea. Yaani hakuna kitu kimemuuma zaidi ya Amina kama kusikia jiwezi kitandani tena ananuka shombo. "Amina, Amina, hebu simama shoga yangu." Lea akamshika mkono wa Amina. "Amina, acha kulia. Hasira zako unatakiwa tukazimalizie kwao. Twende tukawafume ndani kisha tuwapige, au unaonaje?" Lea akamtazama Amina usoni. Amina hakujibu chochote, akaendelea na safari huku akilia. Lea akamfuata tena Amina, akasimama mbele yake. "Kwani yule Maimuna anakuzidi nini? Kwanza yule ananuka shombo tu." Yaani baada ya Amina kusikia neno shombo ndio akazidisha kulia. Ilikuwa kama Lea amemtonesha kidonda chake kibichi alichotoka kufanyia upasuaji dakika chache zilizopita. "Amina, nimekosea wapi?" Lea akashangaa sana, maana Amina amezidisha kulia tena kwa nguvu zaidi tofauti na mwanzo. Amina akaanza kukimbia mbio kama kichaa. Mapenzi yanauma sana, hasa ukimkuta unayempenda ana mpenzi wake ampendaye. Lea akaanza kumkimbiza Amina, maana anakimbia pasipokuwa na mwelekeo sahihi. Ameiacha njia ya Ikulu na kuanza kutokomea ndani ya mashamba ya watu. Jeta alikuwa bado anashindwa kupiga hatua tangu rafiki yake Maneno alipochukuliwa na Karen kichawi. Alikuwa anajaribu kupaza sauti na istoke. Iliyotoka ni ile iliyofanania na ya Bubu. Kila alipojaribu kutamka neno lolote, akajikuta akishia tu kusema baba 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 baba. Jeta akaanza kulia, maana hakuna msaada wowote tangu Maneno apotee. Jeta amesimama kwa muda mpaka miguu yake imeanza kuishiwa nguvu. Akiwa amesimama asijue msaada unatoka wapi, alihisi kuna kitu kinamgusa nyuma ya shingo yake. Kitu hichi kilikuwa kama nyasi zimgusapo mwanadamu. Jeta akawa anajipangusa kwa mkono wake wa kushoto kila muda alipohisi mguso wa nyasi nyuma ya shingo yake. Jeta alijipangusa kwa awamu 3 hivi, ndipo akatamani kujua ni nini hichi, maana kila akijipangusa kinarudi tena. Jeta akaamua kugeuza shingo yake ili atazame nyuma. Taratibu akageuza shingo huku akiwa na hofu kubwa moyoni mwake. Ukistaajabu ya Musa, utayaona ya Firauni. Uso kwa uso Jeta akakutana na nyoka mkubwa akiwa ameelekeza kichwa chake kwake. Nyoka huyo alikuwa mweusi. Ukubwa na urefu wake haukuwa unaelezeka, maana amejiviringisha kwenye tawi za miti. Na vitu vilivyokuwa vinamgusagusa Jeta ni manyoya na ndevu zilizochongoka pembezoni mwa mdomo wa nyoka huyu. Jeta alijitahidi kupiga kelele za kuomba msaada na asiweze. Kukimbia hawezi, maana kafungwa kichawi na Karen. Nyoka akazidi kujivuta. Akapanua mdomo wake huku ulimi ukiwa unacheza mdomoni. Jeta alishinda kuvumilia, akajikuta akijikojolea. Nyoka hakuwa na haraka ya kumtafuna. Akazidi kuachama mpaka mdomo wake ukawa mithili ya pipa la kuhifadhia maji. Jeta akawa anatoka na jasho chembamba huku mapigo ya moyo wake yakizidi kwenda mbio. Tukirudi katika kijiji cha Utambi. Mama Lulu alipotoka kumpatia mfalme uji, akarudi jikoni alipoacha mama wenzie.
akawakuta wakiwa wamekaa kwenye viti vyao, lakini nyuso zao zinaonyesha kuna jambo walikuwa wanateta. Mama Lulu akapita ndani kisha akaweka vyombo alivyoenda navyo kwa mfalme. Mama Lulu akawauliza, nyuso zenu zinaonyesha kuna jambo ambalo linawatatiza. Mwaweza nishirikisha? Mama Kevin akajibu, ni kweli, ujue mimi na Mama Irene tulienda kugawa uji kwa watumishi wengine baada ya wewe kwenda kwa mfalme. Lakini hawa watoto hatujaona mpaka muda huu. Mama Lulu akauliza, watoto gani? Mama Irene akajibu, Lea na Amina. Mama Lulu akashika kiuno. He? Wameenda wapi na wakati leo zamu yao kuandaa chakula cha mchana? Mama Kevin akasimama. Tatizo la mito ya siku hizi wanadharau. Ona sasa, muda kuandaa chakula cha mchana umefika na wao hawapo. Hivi Malkia akilifahamu hili, si watapata adhabu kali? Mama Lulu akaguna kwanza. Mimi naona wakichelewa tuwasaidie tu. Hawa ni watoto wetu. Ishia hapo hapo. Wale watoto wana midomo michafu, siwezi kukaa hapa kwa ajili yao. Mimi naondoka, zamu yangu imeisha. Mama Kevin akaanza kusema kila kilicho chake. Hakutaka kubaki hapa kwa ajili ya Lea na Amina. Mama Kevin akatoka jikoni na kuanza kuondoka. Mama Lulu akamtazama Mama Irene. Vipi, unabaki? Na mimi nina kazi zangu, siwezi baki hapa. Mama Irene akasimama. Mama Irene akachukua kikapu chake kisha akatoka jikoni mbio mbio akimwona Mama Kevin. Watoto nawaonea huruma. Ingawaje wamenikosea, lakini siwezi wafanya hivi. Tena ukizingatia, mimi ndiye mkuu wa wapishi hapa Ikulu. Ngoja niwasubiri tu. Mama Lulu akaanza kuandaa mboga ya mchana kwa ajili ya mtukufu mfalme na Malkia. Hakuwa na kinyongo dhidi ya Lea na Amina. Aliamua kuwasaidia. Mama Kevin na Mama Irene wakafika mpaka getini. Wakamkuta mlinzi Omari anacheza muziki. Wakasimama mbali kidogo na alipo mlinzi Omari. Mama Kevin akasema, huyu amekuaje leo? Mbona anacheza ovyo ovyo tena kwa mfalme? Ona anavyozungusha kiuno. Wakaanza kucheka. Huko akicheka Mama Irene akasema, hebu twende. Mama Kevin na Mama Irene wakapiga hatua mpaka kwa Omari. Mlinzi Omari alikuwa busy anacheza muziki mpaka jasho limemtoka. Cha ajabu, hakuna mdundo wala ala yoyote inayosikika kwa wengine, lakini yeye alicheza na kurukaruka. Mama Kevin akapaza sauti, "Wewe Omari, Omari." Omari akasimama. "Naona unacheza ngoma za utambi. Hebu tufungulie tutoke." Mama Kevin akasogea getini. Omari akachukua lungu lake huku akiwa ametoa macho. Akaanza kumsogelea Mama Kevin. Omari akaongea kwa sauti iliyojaa mtetemo. "Wewe nani paka uzime ngoma? Nakuuliza, wewe nani?" Omari akanyanyua rungu juu. Mama Kevin alipoona Omari anamsogelea tena, kainua rungu juu, akahisi Omari anamtania. Mama Kevin akamwambia Mama Irene, "Huyu mtoto naona ameanza matani na sijui leo kuna nini tu. Lea na mwenzio amenidharau. Huyu tena anarudia yale yale au ananiona nalingana nao." Mama Irene akacheka huku akishika kiuno, maana anamshangaa Omari. Wakati Mama Kevin akiwa amejisahau, alishtushwa na mlio wa rungu lililotupwa pembeni na aliposimama. Omari amemtupia rungu Mama Kevin. Kwa bahati nzuri ikapita pembeni. Taa nyekundu ikawaka kichwani Mama Kevin na Mama Irene. Ndipo akagundua kuna tatizo kwa Omari. Omari akainama chini, akabeba mawe madogo yapatayo 8. Akaanza kuwaponda Mama Irene na Mama Kevin. Varangati likaanza Ikulu. Unyende wa kuomba msaada ukaanza kusikika kutoka kwa Mama Irene na Mama Kevin. Wakajikuta wakivitupa vitu vyao walivyobeba ikiwa ni pamoja na vikapu. Ui, msaada! Mama Irene na Mama Kevin wakapiga kelele za kuomba msaada. Omari aliendelea kuwakimbiza kila walipoelekea. Sauti za kuomba msaada zikapenya masikioni kwa watumishi wa kiume waliopo Ikulu. Wakatoka wakiwa wamebeba mikuki pamoja na mishale. Wanaume wapatao 10 wakatoka wakiwa wamejiandaa ipasavyo. Hata wao walipotoka, hawakuamini kumkuta Omari anawafukuza wamama wawili. Tena anawaponda kwa mawe na kuni alizokutana nazo mbele yake. Kelele zile zilipenya mpaka kwa Mama Lulu. Akatoka mbio jikoni mpaka eneo la tukio, ambapo aliwakuta walinzi wengine wa mfalme wakiwa wamemzunguka Omari. Alafu Mama Irene na Mama Kevin wamesimama mbali wakiwa wanapumua mithili ya simba aliyotoka mawindoni. Mama Irene na Mama Kevin walipoona Mama Lulu wakakimbia mpaka alipo. Mama Lulu akawauliza, "Kuna nini? Kidogo tufe. Mungu." Mama Irene akamjibu kwa akikaa chini. Na huo ni mwisho wa episodi ya 7 ya simulizi yako pendwa ya Siri ya Kaburi Lisilo na Jina. Je, nini kimemkuta Omari na wapi walikoelekea Lea na Amina? Na vipi kuhusu Jeta na yule nyoka wa ajabu? Usiache kufuatilia sehemu inayofuata. Bye.